Mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, ili tuweze kuendelea kuangazia tetesi za usajili zilizojiri barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 25 Machi 2026. Tuanze moja kwa moja na kule Ufaransa, ambapo inasemekana kocha wa zamani wa Real Madrid Zinedine Zidane amekubali kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa baada ya kumalizika kwa fainali za kombe la dunia mwaka huu 2026. Zidane mwenye umri wa miaka 53 anatarajiwa kuchukua nafasi ya Didier Deschamps ambaye ameiongoza Ufaransa na kuweza kuisaidia kufika mara mbili fainali za kombe la dunia na kutoa ubingwa mara moja. Kwingineko, kocha wa zamani wa Brighton Hove Albion na Marseille Roberto De Zerbi yuko tayari kuwa kocha mkuu wa kudumu wa klabu ya Tottenham Hotspur ikiwa klabu hiyo itasalia ligi kuu ya Uingereza. Lakini kama hawataweza kusalia ligi ya Uingereza, De Zerbi hatakuwa tayari kuweza kuinua klabu ya Tottenham Hotspur. Hivyo kama Tottenham wanamtaka De Zerbi, itawabidi wapambane hadi waendelee kusalia katika klabu ile ligi ya EPL. Kwingineko, klabu ya Manchester United inamtaka beki wa kushoto wa Alphonso Davies kutoka klabu ya Bayern Munich, huku klabu hiyo ya Bundesliga wakiwa tayari kusikiliza ofa kwa ajili ya mchezaji huyo. Hivyo Manchester United, kama ofa yao itakuwa ile iliyonona na itaweza kukizi vigezo, wataweza kuinasa moja kwa moja saini ya mchezaji huyo Alphonso Davies. Kwingineko, klabu ya Manchester City na Manchester United wenyewe wanaovutiwa na kiungo wa Newcastle Sandro Tonali, lakini mchezaji huyo wa zamani wa AC Milan anapendelea kurejea nyumbani kwao Italy badala ya kuhamia either Man U au Manchester City au klabu yoyote ya pale EPL. Muda mrefu tetesi za Tonali zilikuwa zikiendelea, lakini yeye mwenyewe Tonali alikuwa hajasema neno lolote katika tetesi hizo, lakini Tonali ameibuka na kuweza kusema yeye binafsi yuko tayari kurejea nyumbani kwao Italy na si kwenda timu nyingine ya EPL. Hivyo itahitaji nguvu ya ziada either kwa Manchester United au Manchester City. Kama yoyote mmoja wao ataendelea kumhitaji mchezaji huyo, itahitaji nguvu ya ziada ya kumshawishi ili kuona namna ya kuinasa saini yake. Kwingineko, Crystal Palace wanachunguza uwezekano wa kumpa mikoba meneja na kocha wa Bournemouth Andoni Iraola ambaye anamaliza mkataba wake msimu huu. Hivyo Bournemouth wanaangalia namna ya kuweza kumbakiza kocha wao, lakini pia Crystal Palace wanachunguza uwezekano wa kumchukua kocha huyo wa Bournemouth na kumpatia mikoba ili aweze kuinoa timu yao na kuweza kuifanya ikae kwenye chati. Kwingineko, klabu ile ya Como ambayo inanolewa na meneja Cesc Fabregas inaonekana kama mbadala wa Rosner iwapo Chelsea wataamua kufanya mabadiliko ya kocha. Kama Chelsea watabadilisha kocha, wanamtazamia Cesc Fabregas ambaye anainoa Como kuweza kuwa mbadala wa Rosner ili kuweza kuinoa timu yao. Kwingineko, tuende kule Liverpool ambapo baada ya tetesi za muda mrefu juu ya Mohamed Salah, hatimaye Mohamed Salah mwenyewe ameweza kuibuka na kusema kwamba yuko tayari sasa kuweza kuachana na klabu ya Liverpool na kuweza kutafuta changamoto katika klabu nyingine. Hivyo mwisho wa msimu huu ndio mwisho wa mchezaji huyo Mohamed Salah, na baada ya hapo ataweza kutimka kwenye timu hii na kuweza kuangalia timu nyingine kutafuta changamoto mahala pengine. Mwingineko, klabu ya West Ham na Nottingham Forest wanakubaliwa na ushindani kutoka kwa AC Milan kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji wa Bologna kutoka Argentina Santiago Castro mwenye umri wa miaka 21. Hivyo West Ham na Nottingham Forest itawabidi wachuane na vigogo wao wa Italia AC Milan ili kuona kama kuna mmoja kati yao ambaye atakuwa na uwezo wa kuipata saini ya mchezaji huyo. Kwingineko, inasemekana kwamba klabu ile ya Barcelona imemweka sokoni mshambuliaji wao Fermin Lopez mwenye umri wa miaka 22, na timu yoyote ambayo itaweza kufikia dau kuanzia paundi euro milioni 86.5 mpaka euro milioni 100 wataweza kumwachilia Fermin Lopez. Je, kuna timu yoyote itaonyesha kumtaka Lopez? Basi itabidi watoe hicho kiasi cha pesa. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe, lakini pia unaweza ukatufollow upande wa TikTok, bonyeza neno follow au alama ndogo ya jumlisha. Bye bye, tukutane wakati mwingine.